vinne vya madarasa katika shule ya msingi ya Rupata. Namba 4, ujenzi wa bweni la watoto wenye uhitaji maalum katika shule ya msingi Rupata. Namba 5, ongezeko la matundu 57 ya vyoo katika shule zote za msingi na sekondari. Nafikiri nimesema kwamba nalo fafanua zaidi ndo jedwali nani kablasha hili. Kwa hivi haya matundu yote 57 ni jumla ya shule zote za msingi na sekondari. Tumejenga madarasa matundu hayo 57. Ujenzi wa madarasa mawili ya elimu ya awali shule ya msingi Bujesi. Namba 3 ni sekta ya afya. Mafanikio makubwa yaliyofikiwa katika kipindi. 2, ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Mwibuka. 3, ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Nsoso Mtapesi. Zahanati zote tayari zimekamilika na zinaendelea kufanya kazi kwa maana kutoa huduma kwa wananchi. Miundombinu na mawasiliano. Miundombinu ya barabara pamoja na mawasiliano katika kata ya Rupata imeboreshwa kama ifuatavyo. Ujenzi wa barabara ya Bujesi Mbambo kwa kiwango cha lami tumeiona ndugu zangu, na niwaambie kwamba yani katika hii halmashauri kata 13 kata iliyo na barabara ya lami kutoka mwanzo wa kata mpaka mwisho wa kata Rupata peke yake. Tushangilie jamani. Peke yake Rupata mwanzo wa kata mpaka mwisho wa kata tuna barabara ya kiwango cha lami. Kazi ya mama yetu Samia na mheshimiwa mbunge wetu Atupelefred Mwakibete. Kuna kadaraja hapa chini Rupata mtaniunga mkono, lakini hapa kimesahaulika, lakini kimo mambo ni mengi, kuna mambo mengine tumeyasahau. Tunaomba mtusamehe. Ujenzi wa mnara wa mtandao wa simu katika kijiji cha Nsoso ili kuboresha mawasiliano katika kijiji hicho na vijiji jirani. Namba 4 ni barabara za ndani zimeendelea kufanywa marekebisho ya mara kwa mara kwa kupitia wakala wa barabara wa mjini na vijijini maarufu TARURA. Sekta ya maji. Ukamilishaji wa ujenzi wa tenki la maji katika kijiji cha Mtapesi. 2, utekelezaji wa kusambaza mtandao wa maji katika kijiji cha Nsoso. Hii serikali imeendelea kuhakikisha nishati umeme inaendelea kupatikana katika kata yetu, ambapo hadi hivi sasa kila kijiji tayari kimefikiwa na umeme. Kila kijiji kimefikiwa na umeme, sio kila mwananchi. Naomba nieleweke hapa. Hakuna kijiji kwenye kata hii ambacho bado hakijapata umeme. CCM oye! Kimefikiwa na umeme, na jitihada zinaendelea kuhakikisha nishati hiyo ifike kwa kila kitongoji. Ndio utaratibu wa serikali. Pia serikali tayari imewasha umeme katika vitongoji vya Mpombo, Kabula na vitakaofuata ni vitongoji vya Isumba. Fredi Mwakibete, mbunge wa jimbo la Sokero, kwa ushirikiano mkubwa anaotupatia wananchi wa Rupata. Kwanza nishukuru sana kwa mheshimiwa diwani kwa kutekeleza swala la kikatiba, kusoma utekelezaji wa ilani kwa viongozi wenzake wa kata Rupata. Na kupongeza sana mheshimiwa diwani kwa sababu tuliwaagiza si wote wafanye hii kazi ya kusoma utekelezaji wa ilani. Mwakibibi umesoma na mimi nakupongeza sana. Na nataka kutumia muda mfupi sana niseme haya aliyowaambia Mwakibibi, na mimi kama kiongozi na msimamizi wa ilani katika wilaya yetu ya Rungwe nathibitisha mbele yenu kwamba haya aliyosoma ndio aliyofanya kazi, na sisi tumeridhika na utekelezaji wa ilani.
Lakini nikushukuru sana mdogo wangu, kwa sababu mimi najua kipindi hiki uliaminiwa na wanachama wenzako kwenye kata ya Rupata. Kilikuwa kipindi chako cha kwanza, na mimi nimewahi kupita huko ulikopita. Kipindi cha kwanza kinakuwa kigumu sana. Lazima ujenge kufahamiana na wenzako, kufahamiana na watendaji vizuri, kufahamiana na wanachama wenzako, kujua changamoto zilizopo kwenye kata yako. Alafu unaweza kaisha muda hujafanya lolote, lakini haikuwa kwako. Wewe umefanya chochote. Mimi sikufanya hivyo kwa muda wa miaka 5. Umefanya mambo makubwa sana na kupongeza sana. Lakini vile vile ndio mpongeza lingine. Amesema hapa. Nasema unaweza ukatekeleza ilani ukahamisha na milima, lakini usipokuwa mnyenyekevu kwa wapiga kura, hiyo ni kazi bure. CCM oye! Utekelezaji wa ilani kwa kiongozi ni zaidi ya hizo kazi zilizofanya. Kwa taarifa ya Mheshimiwa Diwani. Mheshimiwa Diwani tulimtuma sisi wenyewe. Ndio haya ambayo tulimtuma akayafanya. Ndio tunavyotaka. Wana CCM tunakuwa tunatembea kifua mbele kulingana na kiongozi tuliyemtuma akifanya vizuri. Mwaka huu na kuhakikishia Mheshimiwa Mwenyekiti wa wilaya, tutabeba viti vyote kwa kishindo kikubwa kata ya Rupata, kwa sababu mambo aliyofanya Mheshimiwa Diwani pamoja na mbunge pamoja na mama yetu ni makubwa sana. Yameshadhihirishia kwamba uwezo tunao wa kupambana na kuchukua vitu vyote. CCM oye! Hatutaangusha Rupata, tutaiangusha hata siku moja. Tutashinda kwa kishindo kikubwa, kwa sababu mambo yamekuwa meupe. Na nikushukuru sana Mheshimiwa Diwani pamoja na mtendaji wetu. Mimi namuita Waziri Mkuu, namuita Kassim Majaliwa, kwa sababu kazi anayoifanya hamna unyenyekevu, uadilifu kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndicho chama ambacho kinaunda serikali, ndicho chama kinachosimamia serikali, lakini pia ndicho chama kitakachokwenda kuwajibika kwa wananchi kwa ahadi zote ambazo kilikuwa kimetoa wakati wa kampeni. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka niwahakikishie chini ya uongozi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu tutaendelea kuwa watekelezaji wazuri, na kamwe haitatokea mtumishi wa umma akawa sababu ya Chama cha Mapinduzi kushindwa kutimiza azma yake kwa wananchi. Hilo naomba nilikiri hadharani. Lakini wengine, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa wilaya, nimepokea maombi yote mazuri ambayo umesihi waniombee, lakini na wewe mwenyewe kama ambavyo umeniombea, na tutaendelea kutoa ushirikiano wetu kadri ambapo Mwenyezi Mungu atakapotujalia tukiwa hapa Rupata kwa muda wote. Baada ya hayo machache, ndugu zangu, mimi na